Tuko katika kipindi cha sherehe. Je, mnatambua ni sherehe gani tulioadhimisha siku za karibuni? Ni kupaa au ni Pentekoste? Hebu semeni kwa sauti. Noeli. Noeli, tunaadhimisha nini? Kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu. Huyu Bwana wetu alizaliwa Malawi au Zimbabwe? Alizaliwa Betlehemu. Na yeye ni Masiha, sivyo? Mnaelewa maana ya neno Masiha? Wengine wamesema ndio, wengine hapana. Masiha ni mpakwa mafuta wa Bwana. Hilo mnaelewa? Masiha ni mteule na ni mpakwa mafuta wa Bwana. Aliyepakwa mafuta ni aliyewekwa wakfu. Aliyewekwa nini? Na huyu mpakwa mafuta wa Bwana amekuja ili atukomboe. Kuzaliwa kwa Masiha ni kielelezo cha upendo. Upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Ni kwa kuwa alitupenda ndio akatuzawadia Masiha, akatuzawadia mkombozi. Kwa hiyo ingebidi kwamba sisi tufurahi na kuseremuka kwa kuwa tumependwa na kuzawadiwa zawadi kuu ya Mungu. Lakini mmesikia katika somo la Injili leo kwamba sio wote walifurahi kuzaliwa kwa Masiha. Kuna mmoja ambaye alihangaika. Huyo ni nani? Mfalme Pilato au mfalme nani? Mfalme Herode. Huyu Herode, pamoja na kwamba alikuwa tayari na madaraka, aliposikia kwamba amezaliwa mtoto mwenye sifa za kifalme, mtoto mwenye sifa za kimasiha, alianza kuhangaika kwamba atapata kufanywa mapiku. Atakuja pengine nafasi yake kuchukuliwa. Kwa hiyo akaanza kuhangaika, na kwa sababu ya mahangaiko hayo akawaua watoto wadogo. Je, ni vema kuua watoto? Uhai wa watoto unatoka wapi? Uhai wa kila mtoto unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuheshimu, tutunze, tulinde na kutetea uhai katika majira yake yote. Kwa hiyo tutetee uhai wa mtoto, tutetee uhai wa mzazi. Hata uhai wa mtu mzee kama mimi unastahili kutetewa eti? Au wazee hawana maana eti? Wazee wana maana Haya, tumshangilie Mungu. Tumesikia katika Injili Yosefu alipashwa habari kwamba mtoto yuko hatarini, ampeleke kwenye usalama. Alimpeleka nchi gani?
Misri iko bara gani? La Asia au la Amerika? Misri iko wapi watoto? Afrika, sio Asia Misri iko. Kwa hiyo tushangilie kwa kuwa mtoto Yesu aliishi kwetu. Huyo aliishi kwetu ni mwana wa Mungu, naye ametupa hadhi ya kutambulika kama watoto wa nani? Hebu kila mtoto aseme, mimi ni mtoto wa Mungu. Nataka kudumu mtoto wa Mungu. Nataka kujiheshimu kama mtoto wa Mungu. Naomba niheshimike kama mtoto wa Mungu. Tujipongeze. Sasa ninyi watoto mliotoka parokia mbalimbali za jimbo kuu la Dar es Salaam, mkidumisha utamaduni wenu kama mnavyofanya kila mwaka, safari hii mmekutana hapa Tabata kuadhimisha heshima yenu kama marafiki wa Yesu. Ninyi ni marafiki wa nani? Yesu ni rafiki wa nani? Yesu ni rafiki wa watoto wote. Rudieni. Yesu ni rafiki wa watoto wote. Semeni, Yesu wewe ni rafiki yangu. Yesu wewe ni Mwokozi wangu. Yesu wewe ni mwalimu wangu. Yesu wewe ni Mungu wangu. Ninakupenda. Ninakuamini. Ninakuabudu. Napenda kukutumikia. Basi watoto, heri kwa sikukuu yenu ya leo.